Ng'ombe aliyegongwa na gari wakati Shilole akisafiri kutoka mkoani Kigoma kurudi Dodoma na baadaye kuelekea Dar es Salaam. Ng'ombe huyo amejibebea umaarufu mkubwa zaidi, pengine hata zaidi ya Shilole, na kupewa pole zaidi, pengine hata zaidi ya Shilole. Unaambiwa kwamba usipoona ya Musa basi utaona ya Firauni, kupitia ajali ambayo aliyoipata Shilole wakati akitoka mkoani Kigoma kwenye sherehe ya Baba Levo ya pilau katika siku ya mwaka mpya. Basi unaambiwa kwamba katika siku hii hapo Shilole aliweza kupata ajali ya kuweza kumgonga ng'ombe. Unaona bwana, aliweza kumgonga ng'ombe maeneo ya Mangarasi pale na kupelekea Shilole kuweza kulazwa pale hospitalini na baadaye kupelekwa katika hospitali iliyoko katika mkoa wa Tabora. Na taarifa hizo ziliweza kuenea katika vyombo mbalimbali vya habari na kuweza kupostiwa na mbunge wa Kigoma mjini Baba Levo na kuthibitisha kuwa tukio hilo liliweza kutokea, na baadaye ikaonekana kwamba Shilole yuko sawasawa, afya yake inaendelea vizuri, na sakata la polisi kumtaka Shilole aweze kurejea pale kituoni kwenda kuripoti kuhusisha hilo tukio ambalo limetokea liweze kuripotiwa. Sasa hiyo ni historia au kumbukumbu fupi ambazo nimekupatia, lakini kikubwa zaidi ambacho kimefanya nikusogezee video hii hapa ni kuhusiana na akaunti ambayo imefunguliwa ambayo inayoitwa ng'ombe aliyegongwa. Unaona bwana, sasa kupitia akaunti hiyo ni mpya, lakini mpaka sasa hivi ina followers wengi sana katika mitandao mbalimbali. Unaona bwana, na kitu ambacho kinachoweza kushangaza zaidi, watu wengi wamekuwa wakishangazwa zaidi, na hii imekuwa ni kitu cha ajabu cha kushangaza. Yaani ajali ya Shilole, badala ya Shilole aweze kuhurumiwa na kupewa pole zaidi na watu wengi katika mitandao mbalimbali, imefikia wakati ng'ombe aliyegongwa ndio amepewa pole zaidi kuliko Shilole. Sasa ni kwa nini Shilole amekuwa ni mtu ambaye hajapokea pole zaidi na watu wa mitandaoni, na ni kwa nini watu wa mitandaoni wamezidi kumpatia pole zaidi ng'ombe aliyegongwa? Unaona bwana, na taarifa hizi zimekuwa zinashangaza zaidi. Ng'ombe huyu amekuwa akitengenezewa ni kama vile anaujiwa, kuna wakati maiki zinamuoji, anatengenezewa vitu vingi sana. Kuna picha ambayo unaiona hapo, ng'ombe huyu hapa yuko hospitalini, amelazwa kabisa kwenye kitanda na mitambo maalum inamcheki. Unaona bwana, kwa hiyo imekuwa ni kitu ambacho kinaibua mawazo mseto na hisia mseto kwa watu tofauti, na pengine watu kuanza kujiuliza kitu gani ambacho kimeweza kuwasibu wa Tanzania, baadhi ambao wanaompatia pole ng'ombe na kuona kile ambacho ng'ombe amefanyiwa na Shilole. Shilole ndio mtu ambaye amekosea zaidi na zaidi, na Shilole ndio mtu ambaye anayezodolewa zaidi katika mitandao ya kijamii, na anayepewa pole ni ng'ombe. Nini maoni yako kuhusiana na hiki ambacho kimeendelea au kinachoendelea kutokea na kusikika zaidi katika mitandao ya kijamii? Toa maoni yako hapo chini, useme ni kiasi gani ambacho kimekugusa na unaona ni vyema kuweza kusema chochote. Je, wale ambao wanampatia pole ng'ombe zaidi na kumwacha Shilole kumzodoa wako sahihi, au utu umepungua? Kwa sababu Shilole ni binadamu, kuna makosa ambayo huenda aliyafanya kama binadamu, ambapo binadamu wote hatujakamilika. Kuna wakati wote tunakosea kwa kujua au kwa kutokujua. Unaona bwana, huenda Shilole kuna makosa ambayo aliyowafanyia watu wa kwenye mitandao hii hapa na kuonekana kwamba Shilole amekosea zaidi, lakini tunapofika katika majanga mbalimbali tunaungana na kuwa kitu kimoja, kuweza kufarijiana na kuweza kupatiana pole. Lakini alichokipata Shilole katika mitandao ya kijamii kimezidi kushangaza zaidi na zaidi, ng'ombe kuhurumiwa zaidi ya Shilole katika mitandao ya kijamii. Basi toa maoni yako hapo chini, lakini pia usahau kusubscribe. Chini ya video hii hapa kuna neno limeandikwa subscribe, ukishalibonyeza utakuwa ni moja kati ya familia ambayo utakuwa ukipokea taarifa mbalimbali na mpya kwa wakati sahihi au kwa mapema
zaidi. Subscribe, utakuwa umetisha zaidi. Lakini pia unaweza ukashare video hii hapo na wengine waweze kuona hiki ambacho wewe umekiona, waweze kusikia pia hiki ambacho wewe umekisikia. Usisahau kulike video hii hapa ili usambaze upendo zaidi na zaidi. Hadi wakati mwingine, wakati huu ni kuage kukwambia bye bye.